Kufunga uzazi kwa mwanaume hakuingiliani na kupoteza au kuisha kwa nguvu za kiume. Sawa, tutatumia, ila na hofu kwamba naweza nikapoteza nguvu za kiume. Ukiangalia pia kwenye mtazamo wa kidini, nasema wakina baba ndo vichwa na wao ndio providers. Labda madaktari watufafanulie ili tupate kuelewa zaidi. Kumekuwa na simulizi na mitazamo tofauti katika jamii, huku swali kuu likiwa, je, wanaume wanaweza kutumia njia za uzazi wa mpango? Mitazamo hiyo imetusukuma kuzungumza na mtaalamu wa afya akiwemo Dr. Rita Chua ambaye ni msimamizi wa ubora wa huduma za afya MSI. Kuna njia ya kufunga uzazi kwa mwanaume na njia ya kufunga uzazi kwa mwanamke. Kwa kabla hujaamua kufunga uzazi, unaweza kufika vituoni, ukaongea na mhudumu wa afya kwamba umefikia lengo, kwa nini unataka kufunga, kama ukifikia vigezo basi tunaweza kukupatia huduma. Sawa, nguvu za kiume zipo na swala la uzazi ni lingine kabisa. Sawa, mwenye nguvu na asiye na nguvu wote tunaona wanaweza kuzalisha. Sawa. So kufunga uzazi kwa mwanaume au kutumia uzazi wa mpango kwa mwanaume hakuingiliani kabisa na swala la kupungukiwa au kupunguza nguvu za kiume. Kwa kama unahisi una shida ya swala la nguvu za kiume, ukifika katika vituo vya afya tunaweza kukupa maelekezo mazuri, tukagundua tatizo ni nini na kuweza kukupatia tiba mbadala. Mara nyingi sana watu wakiwa wanaongelea uzazi wa mpango walikuwa wanahisi kwamba faida zake ni kwa mwanamke peke yake. Lakini hizi faida za uzazi wa mpango zinaenda hadi kwa baba, ambaye ndo tunategemea yeye ndio atakuwa anasaidia, yuko bega kwa bega na mama kwenye kipindi kizima cha uzazi. Na ndio maana siku hizi tunasema tuna afya ya baba, mama na mtoto. Hatuna tu mama na mtoto peke yake kama zamani. Sasa tukiwa tunaongelea masuala ya kupanga uzazi, ina maana ni kuwa sure kwamba sisi tunataka watoto wangapi na tutawapata hao watoto kwa muda gani. Na kama tunavyojua kwenye jamii zetu za Kiafrika, wababa ndo tunawategemea haswa kwenye kutuprovidea, si ndio? Wababa tunawategemea watupe kama ni msaada wa kisaikolojia, msaada pia wa fedha, msaada wa materials. Kwa hiyo sasa pale ambapo wa familia ama mzazi mama na mzazi baba wamefanya maamuzi ya pamoja kuhusiana na lini watoto wapatikane na namba ya watoto ni wangapi ambao wanatakiwa wapatikane, ina maana baba ataweza kushiriki kwa ukamilifu kwa kusupport maendeleo ya mama lakini pia ya mtoto.